Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba tuko vizuri. Once again, tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo kadha yanaendelea katika mpira wetu. Na niko na kitu ambacho maybe ulikuwa umesubiri kwa hamu. Mbona Kanyasa akizungumzii ama si kweli? Na hii issue inamhusu mchezaji wa klabu ya Young Africans na usi mwingine bali ni Clement Walid Mzize, ambaye taarifa zinaeleza kwamba kuna timu moja kutokea kaskazini mwa Afrika ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa ikihitaji kupata huduma yake. Na ni moja kati ya wachezaji ambao naweza sema katika msimu huu amekuwa na kiwango kizuri sana, na si tu kwenye michuano ya kimataifa lakini pia hata kwenye michuano ya ndani. Huu ndio msimu ambao Clement Mzize yupo kwenye climax ya kiwango chake. Lakini pili, ushindani wa namba nayo kwa Young Africans msimu kwenye hususan kwenye eneo ambalo analolicheza umekuwa kitofauti kabisa. Na kabla hata sijazungumzia juu ya tetesi hiyo inamhusu, ya kupasa kujua kwamba Clement Mzize katika msimu huu amecheza kwenye nafasi kubwa mbili. Amecheza kama second striker na sometimes kama striker kamili, lakini pia amecheza kama winger, anatokea pembeni. Akimwacha Prince Dube, yeye ndiye ambaye dominate lile eneo la ushambuliaji pale juu. Lakini pia hajawa mchezaji ambaye anapata nafasi ya kucheza mara kwa mara. Ni tofauti dakika ambazo Mzize amecheza, ni tofauti na dakika ambazo amecheza lese mtu kama Prince Dube. Lakini namba zinawatofautisha Prince Dube pamoja na Clement Mzize. Prince Dube kuna baadhi ya mechi ambazo kuna baadhi ya mabao ambayo amefunga kwa kutumia penalty, lakini Clement Mzize ana bao hata moja la penalty, ana free kick hata moja. Manake mabao yote ambayo mpaka sasa amefunga kwenye ligi kuu Tanzania bara ni mabao ambayo amehangaikia super kabisa. Lakini pili, kwenye michuano ya kimataifa almost aliweza kufunga mabao kama matatu kama sio manne, na alifunga mabao muhimu sana. Alifunga bao muhimu sana katika mchezo wa Young Africans dhidi ya kikosi cha TP Mazembe. Ilikuwa ni bao ambalo lilikuwa liliwarudisha Young Africans mchezoni na alipiga kutokea mbali. So ni moja kati ya mchezaji ambao kwangu mimi katika msimu amekuwa na muendelezo mzuri. Imagine kwenye ligi kuu Tanzania bara amecheza michezo 25 sawa na dakika 1618, akifunga mabao 13 na kutoa assist 2. Manake amehusika kwenye mabao 15. Lakini tukiziungania, yani hizi dakika 1618 ambazo amecheza, tukisema tuzijaze kwenye ujazo wa dakika kwenye ujazo wa dakika 90, utagundua utakubaliana na mimi kwamba hazifiki michezo 25. Tunazungumzia michezo 17.5. Maana yake tunazungumzia michezo 17 amehusika kwenye mabao 15. Ni kiwango cha hali ya juu sana. Lakini pia kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika alikuwa ni mchezaji ambaye alifanya kazi nzuri sana. So huu ndo msimu wake ambao tunaweza sema ni msimu wa mavuno. Mara nyingi hii ndo misimu ambayo inamfanya mchezaji anafika kwenye level fulani. Kuna timu kadhaa ambazo zilianza kumhitaji mapema kabla ya hii tetesi ambayo naenda kukuambia. Wa kwanza alikuwa ni kikosi cha Al Ahly Tripoli kutokea pale Sudan. Kutokea pale Libya, ambao wao walikuwa tayari kulipa kiasi cha karibia milioni 800 hivi 900. Young Africans wakakataa hiyo ofa, lakini hata mchezaji mwenyewe hakuwa tayari kwenda kucheza kwenye nchi ya Libya. Lakini tetesi ambayo ilikuwa ni kubwa zaidi ambayo tulidhania ingefanikiwa ilikuwa ni tetesi ya Wydad Casablanca, ambao wao walikuwa tayari kumnunua kwa kiasi karibia cha milioni 700 hivi. Na Young Africans wakatilia ngumu na wakaweka wazi kwamba hawazungumzi biashara kumuuza mchezaji ile hali msimu unaendelea. Na Alikamwe akazungumza mbele ya vyombo vya habari kwamba watakuwa tayari kufanya biashara ya kumuuza mchezaji yoyote pale ambapo msimu utakapomalizika. Kusema kwamba Young Africans nao wanaelekea mwisho msimu, wamesalia na mechi 2 kama si 3 na mchezo mmoja wa CRDB. Maana yake this time around Young Africans wanaruhusiwa kuanza kufanya biashara na timu yoyote ile ambayo inamhitaji, na ana mkataba kuendelea kusalia ndani kikosi cha Young Africans kwa takriban miaka mingine 2. Maana yake mkataba wake unaenda mpaka mwaka
na 27. So yeye bado yupo ndani ya kikosi Young Africans. Young Africans wana kiburi cha kufanya biashara na timu yoyote. Mara baada ya Wydad kumkosa Clement Mzize, wakahamia kwa Selemani Mwalimu na yeye akasajiliwa direct. So hiyo ilikuwa inakupa taarifa ya kwamba ingekuwa masuala ya Clement Mzize yamefanikiwa, yeye angekuwa anaenda moja kwa moja kwenye kikosi cha Wydad Casablanca. Lakini Young Africans wakaweka ngumu na yeye hakuwa tayari. Timu ya Zamalek kutokea pale Misri sasa rasmi wametuma ofa bigi ambayo ina kiasi cha karibia bilioni 1 na milioni kama 500-600 hivi kwa ajili ya kumsajili mchezaji Clement Mzize kwa ajili ya maandalizi ya msimu unaokuja. Kikosi cha Zamalek kinavyozungumza na ninyi hivi sasa wapo kwenye nafasi ya 3 ya msimamo wa ligi kuu pale Misri. Kumbuka Misri wanapeleka timu 4 kwenye michuano ya kimataifa. Moja anayeshinda ile FA ya kwao, namba 2 na namba 3, alafu namba 2 na namba 2 na namba 1 anaenda kwenye klabu bingwa barani Afrika na namba 3 anaenda kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Ukiangalia msimamo aliyoko chini yake ni National Bank of Egypt ambaye na yeye ana alama 37. Kama kikosi cha Zamalek kinaweza kujishikilia na kwenda mpaka mwisho, manake wana uhakika kuishika nafasi ya 3 na watakuwa wana uhakika kucheza michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Michuano ambayo sasa hivi tushaona kama utajidhatiti, uwezekano wa wewe kufanya vizuri ni mkubwa sana. So unaweza ona jinsi ambavyo hii timu jinsi ilivyo. Lakini pili nikajaribu kuiangalia hii timu nani ambaye anacheza kwenye eneo la Clement Mzize ambaye anaweza akawa ni mpinzani wake. Huyu ni mchezaji ambaye anaweza kucheza kama left winger pamoja na striker. Huyu jamaa ni mzaliwa wa Egypt, ana miaka 27, anatumia mguu wake wa kulia, anavaa jezi namba 9 na si mwingine bali ni Nasir Mans. Nasir Mans kuna baadhi ya timu ambazo zinamhitaji na upo uwezekano kabisa huyu jamaa akaondoka mwishoni mwa msimu. So wameshaanza kujiandaa na mazingira mapema, ikiwa huyu jamaa ataondoka basi timu iendelee kubaki ikiwa salama. Huyu jamaa ukimwangalia the way ambavyo anavyocheza si mbaya sana na si mzuri sana, kwa sababu mpaka sasa hivi ninavyozungumza nanyi kwenye ligi yao amefunga mabao 10 na yani kwa ujumla wake amefunga mabao 13 katika msimu kwenye dakika 1165. Kwenye ligi yao amecheza michezo 20, amefunga mabao 12. Hajapishana sana na Clement Mzize. Kwenye Confederation Cup hajafunga bao hata moja kwenye michezo 5. Kwenye Egypt Super Cup amecheza mechi 2, hajafunga bao hata moja. Lakini si mchezaji ambaye amekuwa akianza moja kwa moja. Huyu ni mchezaji ambaye anaweza akampa changamoto kubwa sana mchezaji huyu Clement Mzize. Kwa ujumla wake ukiangalia kwenye msimu uliopita jamaa alicheza michezo 26, dakika 1269 akafunga mabao 2 na assist 2 tu. Msimu juzi wa mwaka 2022-23 alicheza timu 2, National Bank pamoja na Zamalek, ambapo kwenye michezo 22 alifunga mabao 7. Sio outstanding, sio mchezaji ambaye unaweza ukambetia kwa kiasi hicho. So mimi kwangu mimi nadhani kwangu mimi mchezaji Mzize inawezekana ni sehemu yake nzuri ya kuendelea kufika sehemu. Ni mpambanaji, kijana mpambanaji. Ukiangalia historia yake kula alikotoka mpaka hapa alipofika, inakupa tafsiri ya kwamba jamani mpambanaji na anaweza akafanya wonders pale atapopata nafasi. So wanayanga kaeni mkawa kula, anytime mtapata taarifa kutoka ndani ya klabu ya Young Africans kwamba sasa rasmi wamemruhusu mchezaji wa Clement Mzize pia na yeye aweze kuondoka ndani ya kikosi hiko akatafute malisho mapya. Unaonaje hiyo, itakuwa ni sahihi ama la? Niambie katika comment na itakuwa imekaa vizuri. Salute la familia.